Na ripoti za TRC Mzundu TV zinaripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Nyerere, kama ambavyo nimekujuza siku mbili zilizopita huko nyuma. Leo tuko hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Nyerere. Ni siku ya 3 ya mafunzo haya yanayohusiana na somo la hisabati. Ambatana nami sambamba, twende madarasani, twende tukakuonyeshe namna ambavyo walimu wanajengewa uwezo kuhusiana na namna mbinu bora za kufundisha somo hili la hisabati kwa walimu wote ambao wanapatikana ndani ya halmashauri ya wilaya ya Handeni. Na kwa kwanza kwa siku ya leo tunakwenda kuangalia namna ya utengenezaji zana bora za ufundishaji kwa walimu hawa. Wewe kwa kusaidia kukaribisha hapa mbele yako walimu. Walimu hiyo kwa zamani kutoka kata zote 21. Kila kata inaenda washiriki wanne ambao ni walimu hii. Kama kaji wetu baada ya mafunzo hao walimu hii watashirikiana na walimu wakuu wa chache hapo kila kata pia walimu moja day 1. Wakafanya mafunzo ya viongozi ambao wanafanya walimu wakuu. Ambao walimu wakuu kila kata ndio walimu mmoja. Na hapa mbele yako kila kata kuna walimu wanne. Wewe hawa walimu wanne kwa kushirikiana hiyo walimu mmoja aliye hewani wanaelekea mafunzo ndani ya kata yao ya zamani. Kwa hiyo ndio walimu wetu baada ya mafunzo. Mafunzo ya siku 4 wale walimu wakuu mafunzo siku moja tu. Lakini hao walimu wana mafunzo siku 4. Leo hii ni siku ya 3. Mafunzo yanaendelea vizuri, lakini ndio wawezeshaji wanaendelea nao ambao hapa mbele kwa mwalimu wetu alikuwa kwa Sena. Baada ya kuchukua kusaini kabisa sasa hivi hao kuongea na nyinyi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote naomba kuchukua nafasi hii kwanza kuwakaribisha katika mafunzo ya hisabati. Naambiwa kwamba hii ndio walimu hii. Kweli. Kweli. Mnadisikiaje na matokeo yenu? Kama kila kata inatoa walimu 4 mahiri wa hisabati na mwalimu mkuu mmoja, hii pia flashback katika matokeo ya darasa la 7. Nini yani sisi ndio kinga tuliosilisha matokeo ya darasa la 7. Nipigie makofi. Tujipigie makofi. Tujipigie makofi. Piga makofi matatu tafadhali. Piga makofi sasa. Kwamba sisi ndio tuliofundisha hisabati kwa sababu sisi tunajua hiyo. Piga makofi. Mmeshindwa. Hasa mimi nasema hivi. Kwa sababu nimeona mmeshindwa, tunaushukuru mradi wa shule bora. Tumeona mahitaji yetu sisi halmashauri ya wilaya ya Handeni, tunafeli somo la hisabati. Kwa nini tufeli somo la hisabati? Tutafanyaje ili tuondoke kwenye somo la hisabati? Ndio maana ya kuandaa haya mafunzo. Kwa kupitia mradi wa shule bora wametuwezesha kukaa hapa. Ina maana siku moja ambao wamepewa walimu wakuu ambao mtaenda kushirikiana nao, na hizi siku 3 ambazo ninyi mnaendelea nazo. Tunaamini tumeharibu 2025. Tunaanza mikakati ya mwaka 2026 kupitia zile kata tunazokwenda. Tunaenda kukaa watu 4 ukijumlisha na mwalimu mmoja. Ina maana tuna kundi la watu 5 wanaenda kufanya kazi kwenye kata moja. Ili mwaka 2025 tukikutana, hata tukiangalia matokeo yetu, somo la hisabati lionekane ni tofauti na miaka mingine. Inawezekana, haiwezekani? Kwa hiyo ndio maana tunakutana hapa, tunapeana uzoefu. Yawezekana tatizo la somo la hisabati kwa shule ya msingi Kitumbu zote ni issue, lakini kwa Msenga labda ni issue. Wenzetu kwa Msenga mnatokaje? Kwa nini wewe umefeli? Toa changamoto zako za kufeli pale. Jamani, hesabu siku zote ni kama inavyotamka ni hesabu. Kama utatoka unamwambia mtoto hiki kitu ni kigumu, atabaki kuwa nacho ni kigumu kichwani. Kwa hiyo basic kila kitu ya kila somo ni hesabu. Hapa nimesimama nimesoma hesabu. Na hata kutembea, si ndio? Si hesabu hiyo? Narudi nyumbani kwangu, nataka kunywa chai. Unataka kwenda kunywa chai bila kufanya hesabu? Ya kwanza ili uweze kupata chai nafanya nini? Kipimo cha maji. Na naweka maji. Baada ya
Yeye ndio maana mnafanya hesabu. Hatua za kupika chai. Hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza. Ya pili. Ya tatu. Ya nne. Hiyo hesabu si hesabu. Sasa kwa nini tunafanya? Kila kitu tunachofanya ni hesabu. Nataka kuamka asubuhi nijiandae kwenda kazini. Tunaenda na hesabu. Kwamba ikifika saa 1:30 tunaenda kazini. Si ndio? Ili kufikia saa 1:30 tunaenda na hesabu. Sasa kwa nini tunawafanya tu waonekane hesabu ni ngumu sana? Yaani tuna deni kubwa sana ya kuinject kitu kigumu kwa watoto. Badala ya kuonyesha watoto ni kitu rahisi, sisi tunakuwa ni chanzo tunapofanya watoto wale somo waliogope. Na msingi wa hesabu ulivyo, unaanza kutembea nao mpaka vyuo vikuu. Ukafanya mtihani wako vizuri, mtoto akawa vizuri. Katika somo moja tu la hesabu linamkamata. Anakeli, anadisco, anaondoka. Lakini vitu vingine vyote viko vikuu. Bilaini. Kwa hiyo tunachotakiwa tuondoe mindset za watoto kwamba somo la hesabu ni gumu. Hakuna somo gumu. Wenzetu Wahindi wanasema nini? Wahindi sana Wahindi wanasema kila mtu, hakuna mtu anayezaliwa hana akili. Ile sifuri ya hesabu anapata mtoto ni wewe uliotengeneza kitu cha hesabu. Yaani kila mtu ana akili, na sisi wote tunajua kwamba hakuna mtu ambaye ni tabla rasa, si ndio? Lakini kila mtu ana kitu kichwani mwake. Yaani wewe una mtoto mdogo anakutegemea wewe, si ndio? Na wewe unamtegemea mtoto. Unaweza kukaa hapa akaingia nyoka sio ambaye sio mimi anaingia mlangoni mtoto mdogo akitaka sasa ndio. Sasa ameshakuelekeza, amekutadharisha. Kwa hiyo kila kitu kwa hiyo mtoto naye ana akili, tunataingia sicho. Sawa jamani? Kwa hiyo ili mtoto aweze kuelewa hesabu, lazima tutumie hesabu. Lakini walimu hatumii sana. Unakumbuka tu chap darasani. Hiyo kitu ndio badilika walimu hapo. Ili mwanafunzi ajue hesabu. Hesabu azifundishwe darasa la 6. Anaanza kule kwenye KK kule. Hesabu. Na hiyo hesabu namba 1 2 na hiyo yaani watoto wakiimba yaani yule mwalimu atakuwa kicheketue uonekane kabisa umevaa mhusika wa somo la hisabati. Yule mtoto lazima atapata na ujuzi na maarifa ya kutosha na skills ambazo akitoka pale anajua hisabati. Ukutana jumla yake. Hata ukienda darasani hata kuimba hata kujinyumbua sio anaita ufanye. Huyo mtu anategemea hesabu anajua. Unaingia na sura ngumu darasani. Wewe mtu anajua hesabu. Kwa hiyo hapa unaingia na kiboko. Mimi mtoto wako ukimwambia leo tunaenda kufanya mtihani wa hisabati anafeli. Mimi mtoto wako hesabu. Haiko chuo zaidi. Ukimwambia tu leo tunaenda kufanya hesabu anafeli. Lakini ukamwambia hivi Kiswahili kisiki kikoje? Kishangaa hii Kiswahili kidogo. Lakini ukimwambia kubadilisha lugha tu kumwambia huo ni mtihani anafeli. Kwa hiyo lazima tuna techniques na wale watoto. Unaingia na zinga la bakora la nini? Bakora darasani. Anajua hapa ni yaani hapa ni nini? Ni kibano, ana hofu, anatetemeka. Yaani hata ukimwambia kitu. Ni sasa na mtu hata wewe mwenyewe kwa mfano utapewa hofu zaidi. Anakwambia hivi, unaona? Lazima ukupime pressure. Maana hawa pressure ipata kwa wewe. Yaani mimi sasa hivi naenda hospitali, karibu na daktari. Sasa naomba tuchukue kipimo cha pressure. Kwanza. Pressure sitapanda. Au nitoke hapa nitembee mpaka pale nipime kipimo cha pressure. Pressure sitapanda. Kwa hiyo lazima ujue create situation itakayofanya mtoto awe rafiki. Aidha ni vitendo au ni zana au ni nyimbo au friendly urafiki wa karibu na yule mtoto. Yaani lazima utumie friendly language na yule mtoto. Tutatoka katika somo la hisabati. Na watoto wote hakikisha darasa la 2 wale vitatu anaingia table zote zile anazinyanya.
kweli tunatoka. Zana kweli darasa lile ambalo tulijenga msingi imara ambao tunaamini kwamba ukimpiga KK3 zile darasa la 4 hawezi kufanya mtihani anatoka. Sasa asheni sisi viongozi, sisi walimu tunaofundisha ni madarasa. Tumepiga mradi mwaka wangapi, lakini eti mnaniambia tu walikuwa kuna mtu aliye kusoma kuandika darasa la 5. Itambua unatosha. Tunahangaika, tunapata wafadhili wanatuwezesha, tunafundishwa. Tuna miaka mwaka ambao tunapata mafunzo mengi ni mwaka huu. Lakini tumefunga mbele. Kwa nini? Sasa mimi niagize mafunzo haya mwaka 2026 hauna mambo mengi kama mwaka 2025. Kuna makundi mengi tuliyotembea, nilisema mimi na samehe. Daruma. Nilisema mimi na yeye makundi yangu tuna samehe, tunagaga nini? Yajayo. Katika kugaga yajayo, kila mtu, mwalimu, kila mtu awe na mpango kazi wa mwaka 2026 yenye ratiba ya utekelezaji. Yaani wewe ujisikie kabisa nimepata mafunzo ya hisabati. Nimeipata kwa walimu wangapi? Ili wamenielewa kile nilichofanya. Kwa hiyo tukakata 21 mkiweza kuingiza zile mafunzo kwa walimu wote, awe mwalimu wa hisabati au asiye mwalimu wa hisabati, mwalimu wa kahama, mwalimu wa nauma, mwalimu nini, kuna yeyote anaweza kaingia darasani akafanya ile kazi. Mimi naomba niwaambie tutatoka hapa tulipofikia. Hadi na hiyo hisabati kwa hivi tutatoka. Mimi naomba niwaambie mimi sio mwalimu wa hisabati. Mimi ni mwalimu wa language. Mimi mwalimu wa lugha. Moja kujumlisha moja ni sawa na 2, si ndio? Inabadilika. Kwa hiyo ndio raha ya hisabati jibu ni ile ile chwa. Halibadiliki. Na wapenda kuna walimu kwenye grupu la hisabati ile. Wakutana na hapo alishalikuwa. Hebu nyosheni mikono wale vipande. Wale kwenye ile grupu la hisabati. Wengine walikuwa kwenye ile grupu la hisabati nikawapromote mpaka wakapata walimu mkuu. Wako kwa kazi ile nayo na mimi ile magrupu yote ya masomo nipo. Kwa hiyo kama mtu anakuambia hapo umekosea, umekujaje hivi? Yaani mpaka anapata faraja. Nasema jamani, huyu mwalimu yuko vizuri. Wao kwa Tanzania tumewapa watu viongozi, uongozi sababu ya grupu zile. Unaona mwingine akapiga kwenye Kiingereza apenda nayo vizuri kwa naambia hiyo njoo kwa ofisini. Wewe umesoma wapi? Nini na nini? Hebu nenda kachukua uongozi. Na bado anaendelea kuperform vizuri. Ndio sasa wewe huyu. Wewe unashinda kukoa huyu. Bado msifikie wala hao watakukoa. Pambana hasa. Mmeshawahi kuiangalia kwa msenya? Mmeshawahi kuiona? Mmeiona? Ndio. Sasa kwa nini usiwe na uchu kama ya kwa msenya? Sawa? Kuna shule naomba zile grupu ambazo mtaziunda. Techniques, mambo mikakati ya kutoka naona iendelee pale. Mambo ya kufanya vitu vya ajabu kwenye mitandao kututoa kwenye track ya tag, kama kusema tumeenda kwenye ile posho haitoshi speed ni hapana. Tunataka tuongezane ujuzi na maarifa katika magrupu ya hisabati. Nimefundisha hapa Nyekwani. Hii ni njia gani ambayo watu wangu watatoka hapa kwenda kesho. Tunataka mafunzo haya yalete impact katika somo la hisabati katika halmashauri yetu. Hatutaki kuona tunakuleta hapa, unakaa siku 4 na posho tunakupa, unarudi darasa lako unakwenda kufundisha. Tunakuangalia hivi, hatuoni kitu. Na sasa hivi tuna zile nani? Tunataka kufufua kabisa zile dalili za viongozi ziko, lakini zile za masomo angalau tuna mzuru TV zetu. Tunajirusha lazima tunafanya kitu. Wewe utapoonekana unajirusha pale unaoonekana, wako mbaya, wizara yetu ni nzuri. Wanamtafuta yule mwalimu anaonekana amefanya kazi nzuri. Unapata ofa ya kwenda kufanya training ya kitaifa kwa somo la hisabati. Kwani ni hamtaki? Kwani unataka kwa bure? Tunalipia. Sasa hebu tuonyeshane, tuone na mfano. Mnasikia ya ile nini? Lakini naamini mtatoka mtapomaliza mafunzo kwa sababu tutakuwa na uongozi, kuna mwenyekiti wa hiki kikundi. Ina maana yule ndio tutafanya naye kazi ndani ya grupu letu liwe live katika kusimamia swala la hisabati. Sasa kata yako itapokuwa ya mwisho hisabati. Kata yako itapokuwa ya mwisho, mwenzangu utakuja tu ofisini kwangu kajieleza. Kwa nini nimekupa mafunzo? Nimekupa posho, unashindwa kuwatoa watoto. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Najua tuna kazi kubwa ya kutengeneza sana. Na nilitamani zile zana ziwe nyingi kila mtu. Yaani wataka kwenda kwenye grupu sasa kule ikata.
wanapotaka kubadilishana uzoefu, atengeneza kata moja wanampa zana hizi, kata nyingine hizi waondoka. Walimu wakuu wote ni waagizi kutafuta hela za vifaa na ufundishaji kununua zana mashuleni ili zikae kwa ajili ya masomo ya hisabati. Baada niseme tu tuendelee na mazoezi. Mimi leo nakaa viwanja hivi sitatoka. Nilikuwa mbali sana, lakini nikasema kuna mafunzo mawili lazima nihudhurie. Nitembea usiku kucha ili niweze kuhudhuria mafunzo yote mbili. Nijue kwamba haya mafunzo hivi wamenipiga kwa sababu nilipiga mwaka 2025 au 2026 wanatoa mazuri. Kwa hiyo naamini nikiwaangalia na sura ya kunikito tumaini tutafika pale tunapotaka kufika. Asanteni kwa kusikiliza. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Nyerere iliyoko kata ya Mkata, halmashauri ya wilaya ya Handeni, mimi Nchisko wa TLC Mzundu TV, Handeni DC.